Maafisa usafirishaji oye! Maafisa usafirishaji oye! Tarehe 29 tunatiki. Hakuna mtu wa kuandamana, bali sisi tuko tayari kufanya nini? Fanya kazi na kwenda kutiki. Majina naitwa Ahmadi Bakari Bendera, ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki waendesha bodaboda na bajaji Moshi Manispaa. Ni makamu mwenyekiti pia mkoa wa Kilimanjaro. Hichi ni kituo cha bajaji, jirani yetu na kituo cha bodaboda. Napenda kuchukua nafasi hii kama kiongozi wa wilaya kuwaasa madereva wenzangu kuelekea tarehe 29, siku ambayo kila Mtanzania aliyekidhi vigezo vya kupiga kura na wajibu wa kwenda kuitumia nafasi hiyo kwa ajili ya kupiga kura. Nimezungumza maneno haya kwa sababu ya taratibu zinazoendelea juu ya hamasa zinazotolewa kwenye social media kuelekea uchaguzi mkuu, kwamba uchaguzi hautakuwepo na kutakuwa na maandamano. Sasa sisi kama vijana wa Moshi Manispaa, siku ya tarehe 29, jukumu letu ni moja. Baada ya kupiga kura, tutahakikisha huduma za usafirishaji kwa maana ya bodaboda na bajaji zinaendelea kama siku zingine zote ambazo sisi tunaendelea na majukumu yetu. Hakuna kijana wa bodaboda na bajaji kwenye mkoa wetu, hasa Manispaa ya Moshi, mwenye dhima ama nafasi ama ushawishi wa aina yoyote kuhusiana na kuandamana. Hatuna sababu za kuandamana. Tunaandamana kwa ajili ya nini? Dereva wa bodaboda na bajaji anapata riziki kupitia kazi anayoifanya. Wanasiasa tulionao, hiyo ni ajira kwa upande wao. Hatuhitaji maandamano na hatuko tayari sisi kushawishiwa kwa namna yoyote kwenda kulivuruga taifa letu kwa ajili ya mihemko ya watu wachache isiyokuwa na tija wala sababu ya aina yoyote. Kwa majina naitwa Chesko Swai, ni msimamizi wa kituo cha bajaji hapa maeneo ya Mjoroni zinazokwenda kutoka Mjoroni kwenda Newland. Sisi kama wasimamizi na mimi binafsi yangu nimezungumza na maafisa wenzangu wa usafirishaji, wako tayari kwa ajili ya tukio la tarehe 29, tukio la uchaguzi wa kitaifa, ambapo watakwenda kuwachagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Hivyo kama vijana, jukumu letu sisi ni kuhamasishana kutokuwa na aina yoyote ile ya fujo au vurugu au maandamano ambayo yatakuwa ni kiashirio cha kuvunja amani katika eneo letu hili na manispaa yetu nzima kwa ujumla. Hivyo basi, mimi pamoja na maafisa wa usafirishaji tumeamua kwa pamoja kutumia siku hiyo kwa ajili ya kwenda kufanya maamuzi ya kutiki kumchagua Mheshimiwa Rais Mama Samia, wabunge pamoja na madiwani wake pia. Kwa majina naitwa Victor Venance Kinabo, ni mkazi wa Moshi Manispaa, lakini najishughulisha kama mjasiriamali na dereva wa bajaji katika Manispaa ya Moshi. Mimi kwa ujumla katika suala lizima la amani na utulivu wa nchi yetu nimelipokea kama vile viongozi wetu wanavyohubiri na kutuhamasisha kama wananchi wa Manispaa ya Moshi. Katika kazi yangu hii ya bajaji na bodaboda ambayo ndio inayonipatia mahitaji ya kila siku katika familia yangu, ni kazi ambayo naiheshimu na ninaipenda. Kwa hiyo nimekuwa nasikitika sana ninaposikia kwamba kuna watu wanatia hamasa kwa ajili ya kuleta vurugu au kupiga kura Oktoba 29. Mimi kama dereva wa bajaji natoa hamasa kwa madereva wenzangu na wananchi wote wa Manispaa ya Moshi kwamba tusikubaliane hata kidogo na hamasa inayotolewa ya kutopiga kura au kuleta vurugu katika nchi yetu. Tuangalie sana yale yaliyowapata nchi zetu za majirani. Nchi za majirani kwa kweli wametaabika katika masuala kama haya. Lakini tazama vijana wa Moshi, tazama madereva wa bajaji na bodaboda, wanafanya kazi zao kwa amani na utulivu kabisa. Na hii tasnia uzuri imechanganya. Unaona kuna sisi wazee, watu wazima, lakini kuna vijana ambao wote tunapambana katika kutafuta riziki ya kila siku. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kuomba amani iendelee, tumuunge mkono Mama Samia, tuunge mkono chama chetu ambacho kinaongoza kwa utulivu, amani na ustadi wa hali ya juu. Tuchague mbunge wa chama chetu cha Mapinduzi, tuchague madiwani wa Chama cha Mapinduzi, lakini zaidi na zaidi na zaidi kura zimiminike kwa wingi kwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan.